wa ALAT Taifa aje aweze kuwasilisha taarifa hiyo. Tutasikia mengi yakiwemo mafanikio na kazi nzuri iliyofanywa katika kipindi cha miaka mitano. ALAT oye! Mwenyekiti oye! Piga makofi mengi kwa mwenyekiti wakati anakuja. Kina mama vigelegele. Karibu sana mwenyekiti, karibu sana, faraja sana kuwa nawe. Karibu. Yuko imara kabisa kama mnavyomuona. Karibu kiongozi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. ALAT oye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wetu wa TAMISEMI, naomba na mimi niungane na wenzangu nizingatie itifaki izingatiwe kwa viongozi ambao wameshatambulishwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba niungane na nyinyi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia leo kwa kukutana hapa kwa mara nyingine ili kuhudhuria mkutano wetu huu wa 39. Pia nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya tukaweza kupata nguvu ya kukualika kuwa mgeni wetu rasmi na ukakubali kupokea ombi letu, ukatupa kibali kufanya mkutano huu na ukatukubalia kuwa mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii niwakaribishe wageni wote wajumbe, niwakaribishe wageni wote waliotoka mikoa mbalimbali, tuliokuta Dodoma na wengine tulitegemea watoke nje ya nchi, lakini kwa sababu ya ratiba ya ndege wameshiriwa kufika, lakini wote nawakaribisha kwenye ukumbi huu kwenye mkutano huu wa 39. Mheshimiwa Rais, naomba huu mkutano huwa tunafanya kila mwaka. Mkutano wetu wa mwaka huu tumekwenda mbali zaidi. Tumewaalika wenye viti wa mitaa na vijiji ili kuweza kukuonyesha Mheshimiwa Rais kwamba ALAT tunafanya kazi mpaka vijijini, mpaka kwenye mitaa. Lakini pia ili watakapofika hapa waweze kupata ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwako, wachukue maelekezo haya ili tuweze kuungana nao kuyatekeleza kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, mkutano huu tunapokuwa tunauandaa huwa tunashirikiana na wadau mbalimbali. Kama ulivyotambulishwa hapo awali, huwa tunaungana na NMB ambao huo ndo mdau wetu mkubwa, na kwa mwaka huu kwa kweli ametuunga mkono mkubwa sana na ametuunga. Sasa tumempelekea ombi la kufanya SGR tour na amekubali. Wajumbe wote wa mkutano huu tarehe 13 tutakuwa tunasafiri kutoka Dar es Salaam kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam kwa ufadhili wa NMB ili kuunga mkono jitihada unazofanya katika utekelezaji wa miradi mikubwa inayoendelea. Mheshimiwa Rais, mkutano huu utakaofungua tunakwenda kujadili taarifa ya mapato na matumizi ya taasisi yetu. Tunakwenda kujadili taarifa ya bajeti ya 25-26. Tunakwenda kuangalia taarifa kwa ufupi ya CIG, lakini pia kwa ujumla wetu, kwa kuungana kwetu, tunaenda kujadili masuala mbalimbali yanayotoka mikoani kwenye serikali yetu ya mtaa. Mheshimiwa Rais, ALAT kwa sasa tumeimarika, sio ALAT ile. Mikutano iliyopita kule nyuma, taarifa za ukaguzi ilikuwa ziwasilishwi, lakini kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais, sasa ALAT tumeimarika, taarifa hizi zinakuwa wazi na kwa sasa hivi tuko vizuri sana. Mheshimiwa Rais, katika mkutano wetu uliotufungulia wakati tunachaguliwa, ulituambia viongozi mtakaochaguliwa leo hapa na wapa maelekezo yafuatayo, mwende myafanyie kazi. Bahati nzuri kamati tendaji wameshaitambulishwa, umeiona. Makamu mwenyekiti wangu wa ALAT tumemwona, na mimi mwenyekiti. Hawa ndio tulichaguliwa siku ile ulipotufungulia ule mkutano. Ulitupa maelekezo, naomba niyapitie kidogo. Mheshimiwa Rais, ulituelekeza kwanza tuimarishe ushirikiano. Tuimarishe ushirikiano wa ALAT na taasisi za nje ikiwemo UCLG,
ikiwemo Umoja wa Serikali za Mitaa Afrika Mashariki, ikiwemo Umoja wa Serikali za Mitaa duniani. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie mashirikiano haya tumeimarisha, mashirikiano tumeyafanya, na hawa wote tulikuwa tumewaalika ili wawepo kwenye mkutano huu. Uone Katibu wa Afrika Mashariki alitakiwa awepo hapa, lakini tulienda mbali zaidi kujenga ushirikiano pia na nchi ambazo zinajumuia kama ALAT. Leo hii Zambia walitakiwa wawe hapa, lakini bahati mbaya kwa sababu ya ratiba ya ndege ndio maana hatukuwa nao hapa. Tulitaka tukuonyeshe jinsi tulivyoimarisha ushirikiano huo. Lakini pia ulituelekeza tuimarishe ushirikiano na Zanzibar, ikiwezekana na wao tufungue taasisi kama ALAT Zanzibar. Swala hii ameshalisema Mstahiki Meya, wameshalisema, lakini mchakato huu tuliufanya kupitia kwa waziri wetu wa TAMISEMI, kupitia waziri wa Zanzibar. Tulikaa mezani tukajadiliana, ALAT tulikwenda na kweli tukaona, tukakusuana, ikaanzishwa ile ZALGA Zanzibar na kuimarisha. Ndio maana tulipeleka mkutano kufanyia Zanzibar mwaka uliopita. Mheshimiwa Rais, jambo lingine ambalo ulituelekeza twende kusimamia miradi ya maendeleo. Swala hili tumelifanya kwa mamlaka ya serikali za mitaa vizuri. Wewe mwenyewe unaona umetuletea fedha nyingi kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, lakini kwa ushirikiano wetu, waheshimiwa madiwani, watendaji wetu uliotuletea, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tumetekeleza vizuri. Hata leo ukiangalia zile hoja za ukaguzi zinapungua kila mwaka. Hao ni utekelezaji wako uliotuelekeza. Mheshimiwa Rais, tuelekeza twende tuimarishe ukusanyaji wa mapato kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, nakumbuka bajeti aliyowasilisha Mheshimiwa waziri wetu ya 2024-2025 mwezi wa 3 alisema tulikuwa tunakwenda kusanya trilioni 1 na bilioni 300 kwa mwaka wa 24-25, na hapo nyuma tulikuwa tumekusanya bilioni 848. Hapa inaonekana sasa halmashauri zetu nchini tumekusanya zaidi ya 60%, tunapanda kwa 60%. Ulituelekeza tujadili changamoto na tukabili serikali za mitaa, alafu tuzipeleke serikali zifanyiwe kazi. Sasa naomba nikwambie mfumo tunaotumia na waziri wetu kufanya hivi. ALAT tukipata changamoto tunazijadili, tunakaa na ofisi ya Rais TAMISEMI, tumeshakaa na Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, Katibu Mkuu, tumekaa meza moja tukajadili changamoto zinazokabili serikali za mitaa, wakazipokea, ikiwepo za waheshimiwa madiwani, ikiwepo wataalamu, ikiwepo za mifumo, ikiwepo usimamizi wa miradi, na yote tumeyajadili, na mengine tukaacha yanafanywa kazi, mengine wakatupa ALAT tufanyie kazi. Ndio naona mabadiliko makubwa ya ALAT tunayoyaona. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ulituhimiza kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya ALAT. Hili swala tumelifanyia kazi kwa nguvu kubwa na tuendelea kuimarika, na kwa sasa tumeenda mbali zaidi. Kwenye mkutano huu tunaokwenda kufanya, unaoenda kutufungulia, tunakwenda kuhuisha sheria ya kuanzishaji wa ALAT. Na kuomba Mheshimiwa Rais uliridhie ili sasa ALAT iendelee kuimarika. ALAT ni chombo chako, lazima tuendelee kukisimamia na lazima tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Rais, haya yote yanayofanyika kwenye serikali za mitaa, kubwa zaidi ni kutekeleza agizo lako la kuimarisha ushirikiano. Mheshimiwa Rais, wakurugenzi uliotuteteulia tukateulia kwenye serikali za mitaa, tunashirikiana nao vizuri. Mheshimiwa madiwani, tunashirikiana nao vizuri na wakuu wa wilaya, tunashirikiana vizuri na wakuu wa mikoa, na pia waheshimiwa madiwani tunafanya kazi kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba maendeleo ya wananchi yanatekelezwa kwa wakati. Mheshimiwa Rais, naomba nilete maombi yafuatayo. Mheshimiwa Rais, ombi la kwanza, umeona mabanda halmashauri tulivyofanya kazi, baadhi wamekuonyesha kutoka kwenye mapato ya ndani haya yanayopanda kila mwaka mambo gani tumefanya, lakini hizi ni halmashauri chache. Ukiangalia Kinondoni wamejenga uwanja wa mpira zaidi ya bilioni 7. Ukienda halmashauri ya wilaya Mdeba wapo wanatengeneza boti kwa fedha zao za mapato ya ndani kwa ajili ya kusaidia wananchi, kwa sababu wao wanaishi sana kwenye visiwa. Sasa Mheshimiwa Rais, kama tendaji ya ALAT Taifa, tunaleta ombi kwako. Zamani tulikuwa na utaratibu wa kuwa na wiki ya serikali za mitaa. Utukubalie
tuwe na wiki hii ya serikali za mitaa, halmashauri ziwe zinakuja kuonyesha shughuli tunazozifanya kule chini, ili watu wajue, nchi ijue, dunia ijue, ili kauli za halmashauri zinakula fedha, hakuna kinachofanyika, waone watu wenyewe. Wengine wanakuwa wanasema hawatembei kwenye halmashauri yetu kuona mambo tunayoyafanya. Sasa iwepo utaratibu rasmi kama ulivyokuwa zamani, tukae tu kama Dodoma hapa, tuwaonyeshe halmashauri tunafanya nini. Tunafanya mambo makubwa. Kila mwaka halmashauri zinapiga hatua. Ombi la pili ambalo tumeliona kama tendaji, Mheshimiwa Rais, tunapofunga mwaka wa fedha, huwa mara nyingi fedha za maendeleo zinapokwenda serikali kuu zinarudi kwenye chungu kimoja, na kurudi lazima utengeneze utaratibu wa kubali kulingana na miongozo na maelekezo ambayo wanakuwa wametupa. Lakini hii imekuwa kidogo na changamoto kwenye halmashauri zetu. Baadhi ya miradi inakuwa haiendi, baadhi ya miradi inakwama, au mnaanza tena kufumua bajeti yenu ili kushughulikia hiyo miradi. Na kuomba Mheshimiwa Rais, haya yote ni ya kwako, ikiwezekana utengeneze utaratibu mzuri. Inapofika fedha tumefunga mradi, tunaanza mwaka mwingine, tufunguliwe pale pale ili tuendelee, tusirudi nyuma, ili tuendelee kupiga hatua kwenye miradi hiyo inayokuwa imekusudiwa. Mheshimiwa Rais, pamoja haya tumesha yajadili, lakini lazima wewe ndo mama yetu, wewe ndo rais wetu, wewe ndo kiongozi wetu, lazima tukuambie ili tuwekee msisitizo, tuendelee kuneemeka. Mheshimiwa Rais, kwenye mamlaka ya serikali za mitaa tuna changamoto ya vifaa vya tendea kazi, hasa magari. Tulikuwa tunaomba, unakuta tuna idara ya maendeleo ya jamii, tuna idara ya sheria, ambazo ni idara muhimu kwenye halmashauri zetu. Tunaomba tufanye uwezekano, kama inawezekana Mheshimiwa Rais, utusaidie hizi na hizi idara ziweze kuimarika, uweze kutekeleza majukumu kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mwisho kabisa kwenye maombi, Mheshimiwa Rais, miaka ya nyuma halmashauri tulikuwa tukiajiri watumishi, na bahati mbaya walikuwa hapeleki michango kwenye hii mifuko ya kijamii. Imepelekea sasa halmashauri inakuta inadaiwa bilioni 20, bilioni 30. Sasa tunakuomba Mheshimiwa Rais, hii mifuko ya kijamii uridhie ifutie madeni haya, ili wananchi kule tuweze kuwalipa fedha zao ambazo ni kinua mgongo kutoka kwenye ile mifuko. Hii Mheshimiwa Rais, ni moja ya changamoto tunayo kwenye halmashauri zetu, na kuomba utusaidie. Shukrani. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe shukrani za dhati kwako kwa fedha nyingi za miradi ulizotuletea kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana sana sana. Tunatembea kifua mbele, madiwani nchini, kila kata ina mradi inatekelezwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na sisi waheshimiwa madiwani tumejipanga kukupa zawadi, na zawadi yetu Chama cha Mapinduzi kimeshabariki kwamba wewe ndo mpeperushaji wa bendera tunapofika kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Kata zote nchini, mimi walinipa heshima kwa mwenyekiti wao, wajumbe na waona kama tendaji, tumejipanga barabara kwenda kila kata kuhakikisha kura zako zinakuwa za kishindo. Hiyo ndiyo zawadi yetu kwa mradi wetu. Lakini pia tunakushukuru kwa kuridhia kwa kuimarisha alati hii. Alati tumeimarika, alati mikoa imeimarika, tunatembeleana, tunabadilishana mawazo. Tunakushukuru sana 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 Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba mbele yako nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengero kwa ushirikiano mkubwa anaotupa katika uendeshaji wa alati. Namshukuru Katibu Mkuu kwa ushirikiano mkubwa anaotupa alati. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana sana sana, nawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, tunawashukuru wadau wetu. Tunawaona NMB, umemwona mkurugenzi mkuu lakini ana timu yake yote hapa. CRDB wako hapa, Mwalimu Benki wako hapa. Na Mheshimiwa Rais, kitendo cha kuchukua wadau wa benki kufanya nao kazi ni kutekeleza agizo lako la kwamba 10% za vijana sasa hivi zinaenda kusimamiwa na mabenki. Kwa hiyo tumewakaribisha alati sasa, ili zoezi hili likienda kupanuka kupitia kwa waziri wetu, tuwe tumeshajenga ushirikiano, tuweze kulitekeleza kwa dhati na kwa mifumo mizuri utakayokuwa umeielekeza. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie kwa kushukuru. Naamini
Kila mmoja anajua na naona mwenyekiti wetu, kijana wako mimi nilipata matatizo. Nashukuru sana 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 Mheshimiwa Rais kwa kunisaidia, kwa nisimamia, nimeimarika. Mnaniona sasa niko mbele yenu, mmenipambania, mmeniombea. Haya ni mapito yalinikuta na ya kupita, lazima niyakubali, tuyavumilie, lakini nawaomba tuyapokee kwa pamoja, mnivumilie. Mimi ni kiongozi wenu, niko pamoja na nyie. Pale ambapo mnaona naenda taratibu, mnivumilie, ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu ameshauleta. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana tena sana. Siku napata matatizo haya, nilikuwa natoka kwenye kikao kama hiki cha kama tendaji na kwenda kuungana na mkurugenzi wangu Bukoba kwenda kusikiliza kero. Para napata taarifa yupo kwenye kata yangu anasikiza kero, tulikuwa tumepanga kuungana pale, ndipo anapata taarifa. Namshukuru sana mkurugenzi wangu, amepambana kadri ya uwezo wake kuhakikisha kuungana na wewe kutekeleza maagizo yako ili niimarike. Sasa hivi niko vizuri, nadhani mnaniona, mambo yanakwenda na bado nimo naendelea kuchapa kazi. Na Mheshimiwa Rais na imani ulihangaika kuhakikisha Ngeza anaimarika. Kwa maumivu, kwa jinsi nilikuwa naumia, kwa uwezo wangu ndugu au nini, huenda nisingefanikiwa. Lakini Mheshimiwa Rais ulipambana, uliagiza viongozi wako wengi, nikitoa orodha hapa haiwezi kuisha. Ila nimeandaa kitabu ambacho kinaitwa Usihofu. Ili hicho kitabu mtakipitia ataona mtu ambaye alishughulika na Ngeze, utaona mle. Naamini Mheshimiwa Rais ulifanya hivi ili niimarike, niendelee kushirikiana na viongozi wenzangu kuchapa kazi. Sasa Mheshimiwa Rais, naleta ombi langu kwako la binafsi. Kwa kuwa nimeshaingia kwenye hali hii, lazima mifumo yangu ibadilike ya kufanya kazi. Hata nikiwa na viongozi wangu, lazima mfumo utabadilika. Sasa na mipango ipo na umeniimarisha ili nichape kazi. Na kuomba unikubalie, upokee ombi langu, nije nipate walau dakika 5, tukae nikupitishe na uone. Na huenda nikakupa pia niliyopitia yakawa ni moja ya funzo. Mfano, nimeshuhudia mwenyewe ulivyoimarisha huduma za afya nchini. Na hili uwe ni ujumbe tushike. Na huduma hizi za afya sio kwa majengo tu, sio kwa madawa tu. Mheshimiwa Rais sasa hivi anafadhili, anawagharamia madaktari wanakwenda kusoma nje ya nchi. Wamenitibu mimi, nimeshuhudia. Sasa yapo ambayo inabidi nikueleze tukiwa kando ili ujue hatua niliyopitia na sasa nakwenda kwa nguvu zipi kuweza kuitumikia ALAT, kuweza kutumia halmashauri ya Bukoba, kuweza kuwatumikia wananchi wa kata ya Rukoma. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nishukuru sana kwa kunisikiliza, naomba nishukuru sana kwa kunipa nafasi hii, lakini sasa nichukue nafasi hii. Nadhani ndio kwa mujibu wa ratiba yetu. Na burudani. Okay. Lakini baada ya burudani namkaribisha Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ili aje akukaribishe uweze kutufungulia mkutano wetu. Ndugu zangu, huyu ndio mwenyekiti wa ALAT.